Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upata dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Na tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Tabia ya baadhi ya waendesha bodaboda katika kata Magomeni, wilaya Kinondoni, mkoani Dar es Salaam, ya kupasua mifumo ya kutolewa hewa ya pikipiki zao ili kuongeza sauti, imetajwa kuwa inaweza kuathiri afya za wazee pamoja na watoto. Madereva hao wanashauriwa kuongeza umakini zaidi kuhusu maeneo wanayopita na kuhakikisha wanazingatia sheria za usalama barabarani ili kuepuka athari ambazo zinaweza zikatokea, pamoja na kuhakikisha kuwa wanalinda afya zao wao wenyewe kwa kuondoa sauti hizo. Kwenye swala hili la madereva kwa wanatoboa exhaust kwa sababu ya mavibe mimi naona ni kundi tu la vijana, kama wakielekezwa wanaweza wakawa sababu sio kila kitu ambacho wanafanya kinakuwa ni sahihi. Changamoto za hizi athari za pikipiki ambazo zinapiga makelele, kwanza ni kero kwa watu ambao wanaotumia vyombo vya moto, hususan madereva ambao ni wastaarabu. Lakini pia athari kubwa nyingine kwa watu ambao wasiotumia vyombo vya moto, hasa hizi ambao hawapendi kupanda bodaboda ambao zenye makelele. Zile zinaleta athari, lakini kwa wagonjwa mfano wagonjwa wa moyo, watu wenye pressure, kuna watu wengine wapendi kelele, maana inakuwa kero kwenye masikio. Ila kwetu sisi tunaoendesha zile kelele, sisi tunasikia la ile mzuka ule. Unapoendesha barabara unasikia mzuka. Na tuendelee na kurasa. Wananchi wa mtaa wa Changanyikeni jijini Dar es Salaam wameeleza furaha yao kufuatia ujenzi wa barabara ya lami inayounganisha eneo hilo na Makongo. Wakazi hao wamesema kuwa hapo awali barabara hiyo ilikuwa katika hali mbaya kiasi cha kuwafanya washindwe kupata huduma muhimu za kijamii, ikiwemo usafiri wa kwenda kupata huduma muhimu za afya na elimu, hasa nyakati za mvua. Mimi nadhani siku zote penye lami maendeleo lazima yawepo. Kwa hiyo hopefully kuna vitu vitaendelea vya maana huku. Watu wataweza kupata fursa za biashara pia. Na pia hii barabara ilikuwa ipitiki, sasa hivi naona inapitika, kwa hiyo ni jambo zuri, ni jambo la kushukuru serikali sana. Kwa toka barabara hii imekaa sawa, naona kuna wafadhali mkubwa. Watu wanafanya bodaboda, wanafanya kazi zao vizuri, kama unavyoona magari yanapita vizuri. Ukiangalia barabara kuanzia hapo bondeni mpaka kule mbele ilikuwa na mashimo makubwa na madimbwi. Lakini ukweli sasa hivi ni mkeka, kama tunavyoiona ni mkeka. Unatembea sehemu ambayo ulikuwa unatembea dakika 10, sasa hivi unaweza kutembea dakika 2 kutokana na ubora wa barabara sasa hivi. Na tumalizie kurasa kwa hili. Kikundi cha waendesha bodaboda Suka kilichopo Kimara Suka jijini Dar es Salaam kipo mbioni kuunda upya uongozi wa mfumo wake wa uendeshaji baada ya kikundi hicho kuvurugika kutokana na ukosefu wa usimamizi mzuri. Kikundi hicho ambacho hapo awali kilikuwa na mafanikio ya kusaidia wanachama wake kupata mikopo na huduma mbalimbali za kijamii, kimekuwa kikabiliwa na changamoto za uongozi. Kwa kweli hii mikopo ilitufikia mara ya kwanza, lakini ndio kama hivyo kutokea mtafaruku, kwa hiyo tukao tumevunja. Kwa hiyo ni kwamba sasa hivi tupo katika process ya kuanzisha kikundi kingine na uongozi mwingine. Ina maana kwamba viongozi wamefanya vile kwa sababu wanataka usajili ufanyike hapa, kwamba hata ikitokea fursa kama hizo za mikopo tuweze kuipata. Sasa ina maana bado tuko kwenye mambo ya usajili bado. Lakini viongozi wale washapatikana tayari, kila kitu kishakaa sawa. Kuhusu mikopo ilifika kwa asilimia fulani, isipokuwa tunategemea zaidi kwa sababu serikali ina promote kwamba mikopo itaongezeka. Kwa hiyo tunategemea tupate mikopo zaidi. Na tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna nini? Tafadhali usikose kuangalia Kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea Kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.